Unakaribishwa kutazama One World TV. Asante. Mpenzi mtazamaji wa One World TV na mwangaliaji, nipende kukualika katika kipindi chetu cha simulizi. Nipo na ndugu yangu hapa. Kwa jina naitwa Alikali Smeko Bichapura Kalisi. Kitu gani ambacho umeshakutana nacho ambacho unaweza ukatueleza ili tuweze kufahamu? Kwanza ndugu mtangazaji, kama nilivyojitambulisha mwanzoni, kwa majina naitwa Alikali Smeko Bichapura Kalisi Bilali. Hayo majina ambayo nilipewa na wazazi wangu pasipo kunishirikisha mimi. Pasipo kushirikisha. Kushirikisha mimi ndio majina. Sawa. Yani pasipo ni sawa kwa sababu tunapozaliwa unakuwa ujitambui, tunatambua hilo. Sawa. Ndio. Sawa. Sasa tunaweza tukafahamu wewe ni mzaliwa wa wapi? Ndugu mtangazaji, mimi ni mzaliwa wa kwa Kagera. Kwa Kagera, wilaya ya Misenyi. Wilaya ya Misenyi. Misenyi, wilaya Misenyi. Sawa. Kata ya Kakunyu, kijiji Bubale. Kijiji Bubale. Kata Kakunyu, kijiji Bubale. Wilaya ni Misenyi, kata ya Kakunyu, kijiji Bubale. 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 Hiyo ni mkoa wa Bukoba huko. Safi. Sasa unaweza kutueleza changamoto ilikukuta ukiwa Bukoba ama ulikuwa sehemu gani? Na ni ipi hiyo? Kwanza ndugu mtangazaji, sawa. Awali yote kwanza nipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua bila Mungu mambo yaendi. Yani kweli mambo yaendi bila Mungu. Najua mimi mpaka hapa nilipo ni kwa neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu. Kwa nini unasema kwa neema ya Mungu? Ndugu mtangazaji, kwanza mimi katika familia yetu kwanza. Sawa. Tumezaliwa tukiwa watoto watatu. Tukiwa watoto watatu. Wavulana wawili na msichana mmoja. Sawa. Na wewe? Mimi ni wa mwisho kuzaliwa. Wewe ni wa mwisho nyumbani. Sawa. Ndio. Kuwa wa mwisho ni changamoto za kuwa mtoto wa mwisho ama ni changamoto ipi ambayo ipo imejenga historia katika maisha yako? Nadhani mimi ni wa mwisho kutokana na mipango ya Mungu. Wazazi wangu Mwenyezi Mungu aliwapenda mapema, ndio maana nikawa wa mwisho, lakini nadhani wangeendelea kuwepo. Na mimi ningekuwa mdogo wangu. Maana hiyo watu wazazi hawapo. Wazazi hawapo. Mimi ndio wazazi katika kukua. Sikuweza kukua na wazazi, kuelewa na wazazi wote wawili. Kwanza siwajui. Mpaka hapa wajui. Tofauti na kuona kwenye picha. Tofauti na kuona kwenye picha. Inaonyesha kwamba huyo ndo mama yako. Ndio baba. Hivi hapo katika kutokukua na wazazi, aliyekulea ni nani? Baba mdogo, bibi, babu? Kwanza tukiri nyuma kwanza. Sawa. Ilikuwa ni mwaka, sikumbuki mwaka gani sababu ni muda kidogo. Sawa. Sikuwa sijaanza hata shule sasa, hata darasa la kwanza sijaanza. Yani mimi katika kujitambua, yani wanasema mtoto anaanza kujitambua miaka miwili mpaka minne. Mimi nikuja kushtuka niko kwa bibi yangu. Kwa bibi kiza baba kiza mama. Ndio nikuja akili ndio imeanza kufanya kazi nikiwa hapo. Sasa ndio nimeanza kujitambua. Ilikuwa ni jioni kama saa 10 hivi. Ndio bibi yangu kaniita kwamba unaitwa na kaka yako. Akasema kaka yupi? Akasema nenda yuko sebuleni usalimie.
Sema sawa. Kaenda sebuleni. Nikamsalimia, shikamoo kaka, kaitikia. Haya, kaniambia mdogo wangu mimi nimekuja kuchukua. Kuja kuchukua. Sio kwa mimi nilikuwa mdogo. Kaona simple tu. Nikaona kawaida tu, simple. Kawaida tu mdogo. Kwa mdogo. Anapeana. Japokuwa bibi walivutana kidogo na bibi. Bibi alikuwa hataki niende. Unajua bibi na mchukuu wake. Alikuwa hataki niende, lakini kutokana mimi na umri wangu ule nilikuwa na sawa tu. Twende tu. Na nakumbuka alikuja na baiskeli. Alikuwa na baiskeli. Sasa mimi nilipo na baiskeli nikawa tamani nipande sana. Utoto. Utoto. Sawa na baiskeli sasa lazima nipande. Siku kipindi hicho za zamani watu wanapenda. Baiskeli. Kipindi hicho ukiwa na baiskeli kidogo wewe ni miaka gani hiyo kidogo unaweza kukumbuka ama ndio iliyopotea? Kitambo kidogo. Ni miaka 90. Nyuma. Sikumbuki mwaka gani ila 90. Sawa. 90 mwanzoni. Okay. Akaja kaka. Akaja kaka. Akaongea na bibi. Baada mimi kumsalimia nikaendelea na michezo yangu huko nje huko. Sasa sikujua waliongea nini. Walipomaliza maongezi yao nikaona kaka yeye anaondoka. Kaja kaniaga vizuri akaondoka. Sasa mimi kutokana na akili yangu sikumbuka tena kumuuliza bibi kwamba nimeongea nini, mbona sienda naye. Nishanitoa kichwani tena michezo sio kwa mingi. Jioni bibi ndo ananiambia kwamba kesho jiandae kaka yako anakuja kuchukua. Baada ya ile jana sasa. Baada ya kaka kuondoka kesho yake sasa ndo. Nadhani katika maongezi yao walikubaliana kwamba aniache kwa leo nijiandae kesho ndo aje nichukue. Kesho yake ilipofika kaka kaja kwa jioni kanichukua na baiskeli huyo watu tumeondoka kwake. Sasa safari ya maisha yangu ilianzia hapo sasa. Bado mdogo. Bado mdogo lakini sasa ndo imeanza kuwa. Akili ipo nakumbuka nilikuwa na miaka kama 7-8 hivi. 7-8. 8. Sianza hata shule hapo. Okay. Miaka 8 sianza hata shule. Tukaenda kwa kaka sasa. Akaenda kwa kaka. Kaka kanitoa kanipeleka shule cha kwanza. Ukiwa kwa kaka. Kanipeleka shule. Kwanza kaka kilichomuuma zaidi kuona umri unaenda afu mimi bado zaenda shule. Ndio kilichomuuma zaidi hicho. Kwa amenichukua kanipeleka shule kaanza darasa la kwanza. Mimi nianza darasa la kwanza nilikuwa mkubwa. Okay. Japokuwa sikuwa peke yangu lakini nakumbuka tulikuwa kama 4 hivi. Mlienda mkiwa wakubwa. Tulikuwa wakubwa. Darasa la kwanza, 2, la 3 sisi tulikuwa tunaita baba wa darasa kutokana na ukubwa. Baada ya kupelekwa shule. Baada ya mimi kupelekwa shule nilianza na masomo kama kawaida. La kwanza, la 2, la 3 naenda hivyo. La 4, la 5, la 6 mpaka kamaliza shule. Kaanza kujitegemea, kaanza maisha nikiwa chini ya kaka yangu. Kaka yangu na shemeji yangu sasa. Sawa. Ambaye ni mke wake sasa. Kipindi chote hicho alikuwa ananifundisha kusoma ni shemeji yangu. Ukitoka shule ukifika na kufundisha. Shemeji yangu sasa mke wa kaka yangu. Ndiye alikuwa akinifundisha kusoma sababu kaka alikuwa busy sana. Lakini kuna vitu gani pale ambavyo uliviona vibadilika kutoka kwa bibi kuja kwa kaka? Kutoka kwa bibi kuja kwa kaka, ndugu mtangazaji, kilichobadilika pale. Kwanza mimi nipenda kumshukuru kaka kwa sababu asingenitoa huko nisingesoma. Kutokana
bibi na yeye uwezo wake ulikuwa ni huo. Afu watu wa zamani mambo ya shule hayamo. Maki nakumbuka niko kwake tunachunga mbuzi, kuchunga mbuzi, kwenda kurudi na kurudi na kurudi, yani furu kuchunga. Sawa, katika changamoto ya kuishi bila wazazi, hiyo unaweza kuisemeaje? Kwanza ndio mtangazaji, yani kuishi bila wazazi ni changamoto kubwa mno. Pale kuna mahusiano gani ambayo asilimia unakuta hayakai vizuri? Kwanza binafsi na hurumia sana vijana ambao unakuta ana wazazi wake, baba mama wapo hai, lakini bado yani anachukulia poa tu. Anachukulia poa. Kwa kweli mimi ningewasihi wachukulie poa wazazi. Maana kubwa sana. Lakini fanya ufanyavyo, mzazi atakuwa mzazi. Mzazi lazima msikilize tu. Kwa vyote vile lazima msikilize. Akikataza hichi msikilize. Hata kama sio mzazi wako. Mtu yoyote ambaye unaona kuzidi na uko karibu naye akwambia kitu, msikilize. Na mimi hicho ndio kilichonisaidia asilimia kubwa. Hapo tuliendelea na nini? Ndio baada ya kumaliza shule sasa darasa la 7 hapo nibahatika kufaulu. Japokuwa maendeleo yangu shuleni yalikuwa sio mazuri sana. Sawa. Yalikuwa sio mazuri sana, lakini mimi mpaka kesho mimi nitamshukuru shemeji yangu ambaye ni mke wa kaka yangu. Kwa kweli ndo mwanamke ambaye licha kuwa shemeji yangu, mimi naweza kusema ndo mama yangu. Ndo mama yangu mlezi, ndo aliyenilea, ndo aliyenipambania kila kitu, ndo alinifundisha kusoma hadi kuniogesha. Shemeji yako na kuogesha. Kwa vijana sasa hivi ni changamoto. Kumwambia sasa kitu kama hicho anakushangaa. Anakushangaa kabisa. Shemeji yako alikuwa anakuogesha. Nafahani. Sawa. Sawa. Kwa baada ya hapo maisha yaliendaje? Baada ya hapo maisha yaliendelea, ni faulu kaenda form 1. Form 1 kaanza kama kawaida, nikiwa chini ya kaka yangu na shemeji yangu. Sababu kaka alikuwa ni mtu ameshemisha, unajua kushakuwa baba mwenye familia. Kwa mtu wa kufanya kazi, kupambana huku na huku. Kwa mara nyingi sisi tulikuwa tunakaa na shemeji. Shemeji alikuwa na endelea kufuatana nasi kupitia One World TV. Asante.